Kwa mkoa wetu wa Tabora tumebahatika kupata takriban jumla ya shilingi bilioni 1.6 katika kutekeleza hii miradi ya seki, na tuna miradi takriban 5 kwa mkoa mzima, na kwa hapa manispaa tuna miradi 2 ya seki, huu ambao tumeona leo kwenye hili daraja la Ndevera, lakini pia kule Igambilo kuna daraja lingine kubwa kushinda hili linajengwa, lakini pia tumejenga kule Urambo, tuna miradi 2, kuna kujenga box culvert, lakini tunaimarisha pia barabara kule Urambo. Kwa hiyo Urambo tuna miradi 2, lakini pia tuna mradi mwingine mwisho pale katika wilaya ya Sikonge, na kwa ujumla mradi wetu huu kama mnavyoona huku umefikia 98%, lakini kwa maana ya mradi ya seki jumla mkoa wetu tuko 80%. Kwa hiyo tunatarajia kukamilisha kabla ifikapo hiyo Septemba, kama alivyoeleza mtendaji mkuu, ndio tunatakiwa kukamilisha miradi yote hiyo imekamilika. Kwa hiyo tunahakikishia kwamba tutajitahidi tuweze kukamilisha miradi hii ili wananchi waweze kupata hizi huduma. Kama walivyosema hapo, kulikuwa na changamoto kubwa sana. Sasa hivi ukiangalia uwezi kuona, lakini almost hapo unaweza kufikiri ni bahari. Watu walikuwa hawezi kupita kwenda katika maeneo mengine ya jirani kama kule Kigwa na Goweko. Hii barabara ni muhimu sana kwetu kwa mkoa wa Tabora kwa sababu imekuwa ikitumika na magari mengi. Hata mpaka mabasi huwa yanapita hapa kutumia barabara hii. Kwa hiyo ni barabara muhimu, kwa hiyo tunabudi kuishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha hizi kwa ajili ya matengenezo ya barabara hususan kwenye maeneo ambayo yameathirika na mvua katika mkoa wetu wa Tabora. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini nchini TARURA ilifanya tathmini ya uharibifu uliotokana na mvua za El Nino zilizonyesha 2024 Tanzania bara. Lengo la tathmini hiyo ilikuwa ni kubaini maeneo ya barabara yaliyoathiriwa na uharibifu mkubwa ili kufanya matengenezo, kurejesha mawasiliano kwa wananchi. Katika mkoa wa Tabora, wilaya 3 zilizotambuliwa kuwa na uharibifu mkubwa ni Tabora mjini, Urambo na Sikonge, ambapo utekelezaji wake uko chini ya mradi wa uendelezaji wa jiji la Dar es Salaam awamu ya 2, yani Dar es Salaam Metropolitan Development Project 2, uliounganishwa na kipengele cha kukabiliana na dharura yani seki chini ya ufadhili wa Benki ya Dunia kwa mwaka wa fedha 24-25. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi Varuso Company Limited kwa gharama ya shilingi milioni 422.3 bila vati chini ya usimamizi wa mhandisi mshauri Advanced Engineering Solution Limited na kuratibiwa na TARURA mkoa wa Tabora. Mradi huu ulianza tarehe 27 mwezi wa 8 2025 na ulitakiwa kukamilika ifikapo tarehe 26 mwezi wa 2 2026, lakini kutokana na changamoto zilizojitokeza hasa mvua kubwa na ongezeko la kazi ya kupanua makaravati, mkandarasi aliongezewa muda. Hatimaye kazi zilikamilika tarehe 27 mwezi wa 4 2026. Kwa sasa mradi upo katika hatua ya kipindi cha kushughulikia kasoro, yani defect reliability period. Kwa wastani maendeleo ya mradi ni 97% na malipo yaliyokwisha fanyika hadi sasa ni shilingi milioni 272.8. Tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwezesha upatikanaji wa fedha kutekeleza wa matengenezo ya miundombinu ya barabara ili kuimarisha mawasiliano na huduma kwa wananchi.